ninajua kwa upande wangu huko. Sasa ukija kwa nyumba ya Mungu alafu ukose kujua vile unastahili kufuata mambo yako na Mungu ufanikiwe, usiseme Mungu hayuko tayari. Anasema mkono wangu sio mfupi nikashindwa kuwabariki. Nyinyi wenyewe ndiye mtajitayarisha, mkajipanga, mkakubali baraka zenu zangu ziwafikie. Kwa hiyo unapokuja kwa Mungu, kuja kwa Mungu kumuona Mungu, kuja kwa Mungu kujiachilia kwa Mungu, kuja kwa Mungu. Siku ile nikasema nipate mtu anaingia kwa madhabahu haya kwa mlango anakuja direct kwa madhabahu, hata kama ni appointment, kuniuliza mtumishi wa Mungu, sheria za Mungu wa madhabahu haya ni gani? Si ndio? Sheria za Mungu wa madhabahu hii ni gani? Ndio nianzie kufuata leo. Kwa sababu niko tayari kumuona Mungu, nimwambie hakuna usinzi, hakuna usherati, hakuna wizi, hakuna uongo, si ndio hiyo? Nianzie kumwambia huko hatuna uongo, hatuna usherati, hatuna usinzi, hatuna ukahaba, hatuna yani ni kama zote. Si tutahesabu yote. Haleluya. Sasa kuna msimamo hapa. Kuna msimamo, tutaenda hivi, tutaenda hatuendi hivi. Nimweleze haya, alafu kama ataandika kama anaandika kwa kichwa aandike, anzia kufuata. Praise the Lord. Sababu sasa hata tunaposema wacha niende pale nijue baraka za huko zinachukuliwa namna gani, ukuja nikwambie inua mikono. Praise the Lord. Lakini vizuizi vikiwa mbele yako itakuwa ngumu kupokea. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaongea mambo haya kwa sababu siku ya leo anapanga kutubariki. Ndio siku ambayo ameandaa kutupigania na kutuonyesha njia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ingekuwa vizuri sana ikiwa tutaonyeshwa njia na tuweze kwenda na tufike. Haleluya. Itakuwa vizuri sana ikiwa tutaonyeshwa njia leo. Mungu atuambie fuateni hii barabara na tuifuate kwa roho moja na upendo, kisha tufike. Kuliko kuonyeshwa barabara na ushindwe kwenda na usiku ushindwe kufika. Muhimu ni kufika kule ambacho Mungu aliahidi. Tumeahidiwa mema na Mungu wetu. Tumeahidiwa makuu na Mungu wetu. Tumeahidiwa uponyaji na Mungu wetu. Sasa njia ni gani? Njia ni hii. Haleluya. Tufuate hiyo njia wote kwa jina la Yesu. Amen. Anasema kuwa mwangalifu unapokuja kwa nyumba ya Mungu. Kama umekuja kwa nyumba ya Mungu, sasa tupa yote ya mbali, ya nje. Tupa yote ya nje. Haleluya. Hakuna vile tutafanya vile una mtu anata. Sasa sahi Roho Mtakatifu ndiye hapo kazi. Roho Mtakatifu hapo kazi. Unaweza sikia hata amekuita na majina. Unaweza sikia ameanzia kukuongelesha wewe ukiwa tu hapo umeketi. Praise the Lord. Sasa huyo ndiye Mungu ambaye tunatumikia, ambaye Yesu alisema sasa nimeenda na sitawaacha mayatima, nimeenda kumuomba Baba awatumie Roho Mtakatifu. Haleluya. Naye ni msaidizi. Si ndio hiyo? Wewe kila wakati hatuwezi enda na mambo ya zamani. Hata kuimba kwa leo tutaimba tofauti. Kwa sababu tuko na nani? Na Roho Mtakatifu. Haleluya. Tuko pamoja? Kwani hata leo tunavaa ngozi? Lakini sisi tunasikia watu wa babu zetu walikuwa wanavaa ngozi. Yes, lakini sasa mambo yamebadilika, tumejua kushona, tumesoma, tumeelewa mambo, tumejivika vizuri. Kwa hivyo mambo ni tofauti kila wakati. Vile Roho Mtakatifu anaenda akitufundisha, ndivyo tunafaa kuweka masikio yetu tayari tusikie mapya ya leo ya Mungu wetu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hatuwezi kutumika vile watu wa zamani walitumika. Nisema Elisha alipopokea nguvu kwa Elisha, alirudi na akagawanya maji. Lakini sasa zote tunatumika na njia kugawanya maji? Hapana. Nimesema vile nisikia sauti basi nimesema jijina iandikwe Eldoret. Ni mara ngapi wewe umeongeleshwa labda ungechukua hatua? Lakini Mungu ameongea. Na anangojea uchukue hatua ndio ahadi yako yaanze kutimia. Ningekuwa sijachukua hatua bado ningekuwa pale na ningekuwa na mambo. Sasa kuambia vile ingekuwa, lakini najua kulikuwa na mambo tofauti. Kwa sababu nimekataa kusikia Yona alipokataa alikaa hapo walikosana. Ni kweli? Yes. Haleluya. Sasa ni vizuri kujua kwa mwangalifu, hatutaenda na ile njia ilienda na wote ile ya zamani. Tuko na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anakufundisha uvae namna gani leo. Roho Mtakatifu anakufunza usiende na njia ipi usije ukapotea. Anakufunza uongeange namna gani kwa saa hii. Ni mambo gani unafaa kuacha ukiwa kwako kwa nyumba yako? Ni mambo gani unafaa kuacha kwa ndoa yako? Ni mambo gani unafaa kuacha hata mahali pale kazini? Ni mambo gani unastahili uache? Roho Mtakatifu ukimtafuta atakueleza au hai kukaa hivi na hivi na hivi. Haleluya. Na haya yote ni kutayarisha mtu
aweze kuingia kwa ahadi yake. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaelewana? Yes. Sasa huyo ndiye Mungu tunatumikia leo, ambaye amekuja na njia hiyo. Sasa amefika, nimemuona vile anafanya kazi. Mimi nashukuru Mungu sana, sababu mambo yale nilikuwa nasikia Mungu anaongea pale 2017 2018, nimeona vile Mungu amekuwa akifuatilia hatua kwa hatua. Sija regret, sijachoka, licha ya kuwa mtu anaweza ongea ama watu wanaweza sema. Tulipofika hapa mambo yalikuwa si rahisi hivyo, na ya kwanza na ya pili na ya tatu, huwa Mungu anaangalia kama uko tayari kwa kazi yake. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Sasa tunasema unapoenda kumtafuta Mungu, nenda pale kwa Mungu umuone. Mungu ako tayari. Amen. Hakuna jambo ngumu kwa Mungu, hakuna kitu kimeshinda Mungu. Amen. Ukija hapa kama umeibiwa utarejeshewa. Amen. Sema amen. Amen. Haleluya. Mungu ameturejeshea na tunajua. Haleluya. Ukija hapa kama umefungwa utafunguliwa. Amen. Kwa sababu lengo la Mungu ni kusaidia mtu huyu ambaye amelia. Waisraeli wakalia miaka mingapi? 430 years wakililia Mungu. Praise the Lord. Amen. Na walipomaliza kilio cha Mungu akasikia kilio, akasema nimesikia watu hao wanalia. Labda wao wamelia 20 years, mwingine analia 30 years, mwingine analia 25 years, mwingine analia miaka 20. So italingana na ule wakati umelia. Umemlilia Mungu kwa wakati muda gani? Ukimwambia Mungu ni mambo gani hayo umekuwa ukitaka kutoka kwake Mungu abadilishe. Wengine wamelia sababu ya nyumba zao wao kule walizaliwa. Umelilia Mungu. Wengine wamekuta kilio ya mababu zao wakakiendeleza, wazazi wakachukua. Wazazi wao hata Waisraeli wengi walikuwa wamekufa. Usichukue mambo na ukawaida. Praise the Lord. Nikisimama hapa kutangaza nguvu za Mungu na sauti ya Mungu, nimesimama upande wangu, na wewe simama kwa nafasi yako. Haleluya. Tukiunganisha, Mungu akiunganisha mambo hayo, ufike kule ulikuwa unaenda. Mungu amesikia kilio chako. Haleluya. Praise the Lord. Mungu amesikia kilio chako. Pokea neema kwa jina la Yesu. Mungu amesikia sauti yako. Haleluya. Na sasa amekuja kujibu maombi yako. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu. Haleluya. Yes, tunaendelea. Umefika, tuko wapi? Tuko Mhubiri 5 tunamalizia. Fikiri kabla ya kusema, wala usiwe mwepesi kusema chochote. Unaambiwa fikiria kabla ya kusema. Fikiria kabla ya kusema kitu yoyote, hata mbele za Mungu fikiria. Usiwe mwepesi wa kusema. Haleluya. Iko siku nisema tunaweza enda na wewe kutafuta baraka kwa baba yako aliyekuzaa. Lakini kama hauna akili mwingine anaweza chukua. Yes. Ni kweli? Yes. Kama ulivaa ukawaida, maisha yako yameishi, maana ni mzazi wako, unamuona tu vile unamuona na ukawaida. Sasa mwingine anaweza kuwa, ni watu wengi sana wamechukua vitu vya watu ambao kama mzazi kama wawili, jirani anachukua. Unaona watu kama hawa? Yes. Kuna wazee kwanza wa nyuma pale walikuwa wanaita mtu kama huyu anaita fulani na hapa na watoto 10 hapa, hakuna mtoto anaweza tuma hapa aende. Si ndio? Yes. Wote hapa ni kichwa. Fulani kuja anamuita fanya hivi fanya hivi, wiki jana anafanya, anamaliza anaenda. Akitaka kitu kufanywa anasema fulani kuja, na hapa na watoto hapa. Yes. Anasema fulani kuja, mtoto wake hakuna yule anaweza ambia jambo asikie. Fulani kuja, nipe maji pale. Mzee anampea. Enda ukuta, hao ndio walichukua nyota za hizo familia. Praise the Lord. Hao ndio walichukua nyota za hizo familia, kwa sababu wale walikuwa kuchukua, wale walikuwa watumika kwa nafasi hizo, hawakutumika. Kwa mwangalifu unapokuja kwa Mungu, sababu kuna kitu unakujia. Unaweza kuja tu na utumike na ukawaida na nyota iende na wengine na ubaki. Haleluya. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu. Nataka tuende Exodus 23 mstari huu wa Exodus 23. Mambo yale nilikuwa naenda kwake yako Exodus 23. Kuna mambo Mungu anatupea hapa vile tutafuatilia kuanzia sasa. Nashukuru Mungu sana kwa sababu tumefika wakati alipoandaa. Nashukuru Mungu sana vile tumekuja na madhabahu hii ya Mungu. Tumekuja hata ukianzia mstari wa 14 ndio sana naelekea pale 20, lakini tuanzie 14. Alafu ukifika tu mstari wa 17
uruke sasa uende 20. Utaruka uende 20. Kuna mambo ambayo Mungu anaongea hapa yakipelekana na ibada yetu ya siku ya leo. Kuna Mungu anatupanga. Praise the Lord. Amen. Mungu anatupanga, safari imeanzia, wakati ndio huu. Kuweni tayari, vile nimeanzia kusema kuwa tayari kwa sababu ya kumtumikia Mungu. Haleluya. Ikiwa tumeunganika hapa siku ya leo na wewe, wacha tu Mungu ajidhihirishe kwako. Usije na ukawaida, usikuwe na ukawaida. Kuja na kutaka kumuona nani? Mungu. Sasa utakapopangwa siku ya leo na Mungu na vile anataka twende, kuanzia hapo usipotee kwa laini ya Mungu, kwa sababu sasa safari imeanzia. Aliambia Musa, hapo umefika sasa, weka hema. Haleluya. Na mtulie hapo. Sasa tulikuwa tumeweka nini? Hema. Tulikuwa tumeweka hema na sasa tukawa tumetulia, tukimngojea Mungu atuambie vile tutatokea kwa hema tukiendelea. Sasa siku ya leo kuna mambo ambayo Mungu anatuambia vile tutaanzia safari tukiendelea tena. Uwe katika safari hiyo. Hiyo ndio hiyo safari ile. Kama hauko katika safari unaenda? Hapana. Kama hauko katika safari hauendi. Haleluya. Na kuna watu wako katika safari hii tunaenda leo na wako wapi? Hapa. Wako mbali Nairobi, wako mbali wapi? Wako ng'ambo, lakini wako wapi? Hapa. Roho zao wameziunganisha na madhabahu na kila kitu kinaendelea. Hata ibada hii kimaliza kuchukuliwa itawekwa kwa YouTube na zingine zikienda kwa TV wataonea huko. Yes. Praise the Lord. Na utakuta bado wanafuatilia, wanasema tuliona ile ya TV, tuliona ibada ya Sunday, tuliona kwa Facebook, tuliona kwa YouTube. Haleluya. Sasa wanafuatilia. Nasema kuna watu hawako lakini wameunganika. Mungu anasema nini? Kuna mwongozo, kuna njia tunapewa sahihi, kuna maelekezo tunapewa sahihi. Sote tuchukue maelekezo haya tuweze kufika kule tulikuwa tunaenda. Praise the Lord. Amen. Na kwa sababu Mungu anataka kutupanga, kubali upangike, kubali uongozwe, ukubali Mungu aingie ndani yako. Hakuna shortcut kwa Mungu. Yes. Haleluya. Mungu hakuna shortcut, si kama duniani unaweza ajiriwa na ufanye shortcut upate pesa haraka ama uibe ama ufanye kitu unafanya, lakini hapa kwa Mungu hakuna shortcut. Hapa ni kufuata Mungu vile anasema. Haleluya. Kutubu dhambi ni kuacha dhambi. Kutubu dhambi unawacha dhambi. Unawacha dhambi unafuata Mungu. Haleluya. Unafanya vile Mungu anasema na hiyo njia unaifuata. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja? Tusomee hapo Exodus. Tunasoma kutoka 23:14. Yes. Sikukuu tatu kubwa. Sikukuu tatu kubwa. Mara tatu kila mwaka mtafanya sikukuu kwa heshima yangu. Sasa anasema mtakuwa mnafanya hivi, mtakuwa mnafuata mambo haya, mkiweka sikukuu hizo tatu kwa mwaka, na kwa mambo hayo yatakuwa ya kutukumbusha. Praise the Lord. Amen. Kule tulitolewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumetolewa kwa magonjwa, tuko na ushuhuda. Tumetolewa kwa umaskini, tuko na ushuhuda. Tumetolewa kwa kilio, tuko na ushuhuda. Haleluya. Tulitolewa mahali hatukuwa na imani yoyote inaweza simama hata imngojee Mungu hata siku mbili. Ulikuwa unaokoka leo na matraini kesho ama leo siku hiyo jioni. Haleluya. Yaani hakuna imani inaweza kukusaidia ikakuambia Mungu anakuja na atakusaidia na atakupigania. Unatoka na wokovu hapa, ukifika pale kwa mlango hauna wokovu, unaendelea fresh bila ulikuja hata kama ulibatizwa. Haleluya. Leo hii tuko na mambo ya Mungu ametusaidia. Unahesabu niko katika msimamo huu kwa muda huu. Sasa nimeona matunda ya Mungu. Nimeona faida ya kumngojea Mungu na kufuata Mungu. Anasema sasa mtakuwa mnafanya hivyo kwa sababu ya kukumbuka kule niliwatoa. Haleluya. Tuko pamoja? Sasa fuatilia vizuri. Hata kama si hapa, nenda uweke mpango basi mahali ambapo unasikia roho yako inashiba, sababu liko hata na wageni, si ndio? Basi uende ufuatilie, sababu sita kudanganya nikuambie patapotea itapata kitu chochote kwa Mungu. Ndio unaweza kuwa na kipawa kikubwa sana. Haleluya. Mtu anaweza kuwa na nyota kubwa, mtu ako na mambo makubwa, lakini mambo ya Mungu na kwa mtu kufanya kazi, wacha nikuambie usidanganya yeyote. Itabidi itafika wakati utaweka mambo yako yote chini, mambo yote
jiunganisha naye ambaye si ya Mungu. Uyaweke yote chini, ubaki kumwangalia Jehova. Umuombe Mungu kwa imani. Usimame kwa kumwamini Mungu peke yake. Ndipo utajua kile umebeba ndani ya moyo wako. Amen. Na ndipo wakati huo kitafanya kazi. Acha kusema nyota iliibiwa, itarudi wakati huo. Amen. Haleluya. Na kwa sababu hakuna mwingine mkuu kuliko Mungu wetu. Kwa hivyo yeye ndiye aliye na uwezo wa kurejesha nyota yako. Sasa hakuna mahali utaenda kuitafuta sokoni, au utaenda kuifanyia chochote. Utakapokuwa unaendelea kunyenyekea na kumuomba Mungu, utakapokuwa unaendelea kunyenyekea na kutii sauti ya Mungu, vitu zako zitarejeshwa. Nyota yako itarejeshwa. Haleluya. Kuna vitu nilisema uibiwa na ndoto. Sasa ile labda ulikuwa hata mdogo ama wakati fulani, hata unaona kitu, wengine unaweza hata mkabuka ile kapaso yako imeibiwa ama kawale, si ndio? For example, na unakuwa umepigana na wezi watatu kwa ndoto na wanachukua na wametoroka nayo. Ujue sasa mambo yako kuna kitu imeenda kwa life. Haleluya. Lakini utaendelea tu na kung'ang'ana maisha yakiwa mazito. Mahali ikiwa ngumu, unajaribu inakataa. Lakini siku utakayejuana na Kristo na umpende Bwana, umfuate 1 2 3 4, ifike mahali Mungu anasema, haya, mtu huyu ananifuata na ni wangu, kile kitafanyika. Itarejeshwa tena ile ndoto, utajiona umepigana na watu, umewanyang'anya kamfungo. Haleluya. Haya, hiyo siku ndio utajua tena umerejeshwa. Labda iliibiwa 20 years, labda iliibiwa na ukiwa mdogo, hata ulisahau mambo ya 12 years, 10 years, 7 years, 8 years. I think sasa huwezi kumbuka, si ndio? Yes. Kwa wale sasa wako na mingi meka 20s na 30s na huwezi kumbuka hiyo years. Lakini kalienda wakati huo kalienda, ni wakati hata hauna shughuli. Niligonga mwizi mwingine hapo, alitoroka na bagi yako, lakini alienda naye. Si ndio hiyo? Yes. Aenda. Kumbe hivyo unasema ameenda nayo, kweli imeenda. Finance mikono imefungwa kutoka hapo. Lakini utakapomjua Mungu, utakapomgeukia Yesu, utaanzia kufuatilia sauti ya Mungu ukienda. Haleluya. Baba nisaidie, Baba nipiganie, mimi nimesimama, naomba uniokoe, usiniache Jehova, mimi nimetubu Bwana, nisamehe makosa. Unapoendelea kunyenyekea kwa Mungu na kuomba, ule mwizi tena atashikwa. Praise the Lord. Malaika atakayetumwa atakuja kumkamata, na hata ukiwa na umri ule utakuwa naye, utajiona katika anga kama hiyo. Hapo ndio inaitwa urejesho. Praise the Lord. Hapo ndio inaitwa urejesho. Wengine wako na vipawa, utumishi mkubwa ndani yao, lakini hizo nyota zilichukuliwa hata wakati hawangeelewa. Zilienda. Haleluya. Na zilipoenda sasa ni hivyo. Umebaki ukitembea mkavu, umebaki ukitembea tu empty. Lakini siku moja utakamnyenyekea kwa Mungu, maana hakuna mwingine. Hapo ndipo vitu, mimi nimeona vitu nyingi zikirejeshwa. Praise the Lord. Nimeshuhudia vitu nyingi sana zikirejeshwa. Na rejeshowa kitu mpaka nasema, hai, kwani hii ilikuwa imeenda wapi? Kumbe hii neema ilienda kitambo. Kumbe vitu kama hizi zilienda kitambo. Haleluya. Wengine wanachukuliwa afya zao, wanabakishiwa magonjwa. Haleluya. Mara moja nimeombea mtu hapa akiniambia usiku nimeota nimeumwa na muongo, na sasa sikuamka na muongo, si ndio? Si vitu inakujaga hivyo. Ujue neema hiyo sasa umeachiwa ugonjwa, umetolewa ile amani yako, afya yako imeenda, kile kimeachwa hapo ni ugonjwa. Vitu kama hizo ziko. Lakini ukihubiri hii, mtu anataka ukiruka tu hivi kwa Mungu ukanyage, utoroke tena ukanyage uende kwa shuhuda. Yaani uko na mambo hautaki kufuatilia, hautaki kuacha dhambi. Itarejeshwa na njia ipi? Na maandiko yanasema Danieli alipokuwa anaendelea kuomba, sasa Mungu akaona analia, na akauliza kwa nini Danieli analia, na nishatumana, si ndio? Yes. Halafu aangalia aone, akute Danieli vitu yake hajafika. Si ndio? Walipokuwa wanaendelea kuomba, Matendo Mitume 13, walipokuwa wanaendelea kuomba, walipokuwa wanaendelea kufunga na kuomba, Roho wa Mungu akashuka ndani yao, akasema nitaulie Barnaba na Paulo. Walipokuwa wanaendelea ni ati utaacha njia za Mungu na ukubali na uone vitu zitaunganika. Ni ati utaacha hiyo laini ambayo ina connect, halafu useme itaunganika.
Haleluya. Ukienda ukate pipe ambayo inaleta maji kwenu, zinaanzia kumwaga hapo. Yes. Hapo umekatia ni hapo, inamwaga hapo. Lakini ukiunganisha inaanzia kupeleka. Hivi ndivyo ilivyo hadi leo. Unaunganisha laini yako na ya kwa Mungu na mbingu ndio uweze kupokea. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Pokea kwa jina la Yesu. Haleluya. Pokea kibali kwa jina la Yesu. Kuna watu tumekuwa tukiendelea kabisa maombi nini, saa zingine tuko hapa kama vile kibali nasema Monday to Friday morning saa 12 asubuhi kila siku, na tunaomba na tunaenda kazi zetu by saa 2 huko, na wengine wanatoka mapema wakielekea wale wanaingia kazi mapema. Sasa Mungu anasema hivi, mambo yale tumekuwa tukingojea ni kwamba na wale wote ambao wametuunga na sisi ambao wako tayari tunaendelea, Mungu anasema kuna sherehe zitakuwa zinafanywa. Amen. Praise the Lord. Amen. Kuna sherehe zitakuwa zinafanywa mara 3 kwa mwaka. Hizi zitakuwa za kukumbuka kule Mungu alitutoa. Amen. Kwa hivyo sasa vile tunaelekea hivyo, Mungu anaenda kufanya mambo makuu. Amen. Mungu anaenda kufanya maajabu. Amen. Praise the Lord. Amen. Tutakuwa tunafurahia tukikumbuka. Nimesema nilikuja bila fare, si ndio? Yes. Yes, siwezi sahau nilikuja bila fare, ikaishia pale. Haleluya. Na wakati mama watoto aliniambia sasa ile pesa ulituachia imeisha, sababu mimi nilikuwa mbele na lori, nikamwambia ule Mungu ametutoa kwetu, wacha nimuombe awape fare. Amen. Sasa mimi niko mbele, nilikuwa na kwa kalori kanibeba. Kalori kalikuwa kabeba kiti yangu. Sasa nikamwambia wacha mimi nitangulie, na nyinyi sasa chikeni hii pesa mkuje. Yao ikaishia pale. Nakuru. Sasa wakanipigia. Nakuru hakuna mtu tunajua. Tumetoka huko sasa, hata disa zimekuwa ndefu. Haleluya. Nikawaambia sasa kutoka hapo wacha tuunganishe, ule Mungu ametuambia twende Eldoret. Sasa ndiye atasema kama tutaibikia Nakuru sijui sasa, na mimi niko mbele huku naelekea na lori na siwaambia sina pesa. Haleluya. Umeona imani? Haleluya. Tulianzia na miujiza, sema miujiza. Alafu nikamsihi Mungu nikamwambia sasa uliniambia niondoke na mimi ninachukua hatua, ndio huyu niko kwa barabara na mtumishi na mama na watoto wanakwama Nakuru na mfuko wangu wa shilingi naweza watumia. Sasa jidhihirisha Mungu ndio waendelee kunifuata. Haleluya. Ndio mtu mmoja alienda hapo, walikuwa hapo tu akawaambia nataka kulipia fare. Haleluya. Anaweza asifiwe. Alipia fare alafu akanunulia watoto soda wakakunywa, akaambia sasa tena safari. Amen. Praise the Lord. Na wakafika wakanikuta na mimi ndio nafika. Bwana Yesu asifiwe. Tulifika kimiujiza. Tulisimama na Mungu aina hiyo ndio tunahubiri leo. Ndio huyo Mungu amefanya kazi ya aina hii. Ni aje atashindwa na zinga zako kidogo? Ni aje unamuona huyo Mungu? Haleluya. Tunaendelea kumulilia Mungu na ninamjua. Na sijatoka kwa imani kubwa sana Mungu alinitendea. Ndio hii Mungu anasema mtakuwa mnaadhimisha vitu vya aina hii. Mnakumbuka kule niliwatoa. Praise the Lord. Siwezi kusahau siku ile niliombea pale kwa barabara. Nilienda naeka kiti moja hii mbili. Halafu naombea hapo na ubiria watoto hapo. Tunaenda kwa nyumba. Haleluya. Siwezi kusahau nikiwa pale Meru ndio nilitafuta nyumba kwa simu, nikagugu nyumba Eldoret House to Let in Eldoret, nikaona mtu mmoja ameadvertise yake. Nikailipa na M-Pesa nikiwa pale na sijui pale ninalipa. Na nikakuja tukiongea na simu na akanionyesha. Baada ya wiki 3 nikiwa nimekosa ya kulipa hiyo ya kupata fare, nimekosa fare na nyumba nimelipa na simu mwezi mmoja, hata hakuna deposit. Siwezi kusahau, tuwezi sahau vitu kama hizo. Hatuwezi sahau kanisa ilikuwa ya karatasi. Haleluya. Wakati tulipata hapa tulilekelea karatasi tu na tukaanzia kuomba. Simon umenikuta kwa karatasi. Haleluya. Haleluya. Tunaomba tukiwa kwa karatasi na inatuchoma na jua. Jua inachoma karatasi na tunaungua, lakini tunaendelea kusimama. Yesu anaweza. Hatutasahau matendo ya Mungu. Sasa ule anasema Mungu, angalia Mungu, angalia ule Mungu unaongea, huyu Mungu wako anaweza. Haleluya. Huyu anafufua kwa jina la Yesu. Nitasimama na nitainua mkono hata kama mtu amekufa na atafufuka in the name of Jesus. Haleluya. Nikiona kule amenitoa, langu ni kujenga imani ya kutosha.
nayo. Ametenda makuu, ametusaidia, ametupigania. Injili ndio hiyo. Hata wewe atakusaidia ikiwa utamfuata, ikiwa utampenda, atakushindania kwa jina la Yesu. Haleluya. Hakuna jambo linalomshinda. Ni mimi leo niamue na wewe uamue. Useme nataka kumuona Mungu. Praise the Lord. Unasikia training pale ni ya miaka ngapi? Hiyo ni ya kumwamini Mungu na kusema Bwana nitakufuata. Niko tayari. Lakini hakuna vile unaweza kanyaga hivi ati ni Mungu pande hii pande nyingine unaingiza miguu yako kwa Mungu, usema utagawa vitu vya Mungu na njia gani? Haitawezekana. Tutadanganyana kule, tutaharibu jina la Mungu aliye na uwezo, na mwisho wake tunaweza kuaibisha jina la Mungu. Ni usimame imara tumuone Mungu. Haleluya. Tuko pamoja? Yes. Na kwa sababu vile alisema nikiwa kule akasema nitafanya. Enda wewe usiwe na wasiwasi, niko na wewe. Hivyo ndivyo naona hadi leo. Hadi leo. Haleluya. Ninahitaji kitu analeta. Namwambia Bwana niko hapa nahitaji hii, analeta. Praise the Lord. Niliwaambia nilipohitaji ile viti yote ya blue vile niliomba hapa, halafu nikashikwa mkono. Haleluya. Nikakuta mama na nikamwambia nataka tu viti. Kanisa iko pale ni karatasi. Watu nimewapatia kameza ndio wamekalia. Watu walikalia kameza. Nikamaliza nikaomba Mungu, nikamwambia Mungu, na sababu nilisikia na niko hapo, sasa nipe viti. Haleluya. Hiyo viti mnaona ya blue hiyo. Vile ililetwa. Yaani vile kutembea na barabara hivi ukute mtu sasa ukiongozwa na kitu sijui ni nini, unamwambia nataka viti. Na anakuambia ziko kuja. Haleluya. Anakupeleka anakuambia hizo hizi chukua. Leta pesa. Pesa gani? Sina. Hata wewe lipa. Haleluya. Tuko pamoja. Na kazi ya Mungu inaendelea. Alafu tuseme huyo Mungu, usiongee kuhusu huyu Mungu. Usiseme hawezi. Sema wewe utakubali kufanya njia zake. Haleluya. Huyo anaweza, huyo anatenda, huyu ni mwaminifu. Haleluya. Hautaenda leo, ndicho ninasema enda kwa nyumba yake. Kila siku sitafanya kazi, si ndio? Yes. Haleluya. Lakini nipe siku moja ya kunisifu, hiyo ni yangu. Alafu hautapata hata nafasi hiyo, alafu utarajia Mungu afanye, itakuwa ngumu. Utaishi na kuota ndoto ya kipawa ama kufanya ama gari kubwa ama nini, maana vitu zinakuja kwa anga na ndoto unaonyeshwa, maana unafaa kujua. Si ndio? Hautaficha ukiwa hiyo gari umeangalia kweli ni kubwa na unaona ni nzuri sana. Lakini omba Mungu akusaidie kuelewa kuipokea. Ndio uitoe kwa ndoto, iingie uikalie. Haleluya. Na kwa sababu akikuonyesha si kwamba anakufurahisha kama mtoto, inakuja na shetani aleti vitu vizuri. Haleluya. Tuko pamoja? Yes. Hii unaona hii inaingiana hii, na ndio unataka hii. Ni laini unaambiwa iko sawa, iko open, lakini sasa elekeza njia zako vizuri. Simamisha mambo yako vizuri uweze kufungua hizo milango. Mambo haya yaingiane. Lakini kama haujakubali, nimesema kuja tuulizane sheria za Mungu anatakaje tumfuate. Baba yetu anatakaje? Tuambie leo. Haleluya. Tuko pamoja? Yes. Tuambie leo. Sababu ule Mungu anatumikiwa saa hii, tunatoka kwa ukawaida. Ule Mungu anatumikiwa saa hii. Haleluya. Ukawaida ulikuwa mwingi sana. Watu wameongea uongo mwingi sana. Watu wamefanya vituko vingi sana. Lakini kuanzia sasa vituko vinaisha. Amen. Hakuna mtumishi atainuliwa vituko na mtaona mtaniuliza. Amen. Kwa jina la Yesu. Wale watasimama kuanzia saa hii. Watakuja kuhubiri injili ya ukweli. Watakuja kusema vile Mungu anatenda. Haleluya. Na watakuja kuna Mungu atakuwa pamoja nao. Haleluya. Ukawaida umekuwa mwingi mpaka watu hakuna kuelewa Mungu, hakuna kuchukua imani vizuri. Ni ukawaida tu. Ukawaida tu. Tusomee neno. Ulitoka Misri. Hiyo sababu tulitoka Misri. Sasa tutakuwa tunaadhimisha kwa sababu tunakumbuka wakati tulitoka Misri. Wakati kule tulikuwa. Kuanzia saa hii tunafunguliwa na unafunguliwa. Mungu akiongea mambo haya anamaanisha kutoka saa hii maisha yako anayabadilisha. Praise the Lord. Tuko pamoja. Anaposema hivi anamaanisha unaondoka Misri.
Anakuambia hivi ndio ujue unaondoka wapi? Misri. Na ndio tumekuwa tukimuomba Mungu atuondolee wivu, atuondolee chuki, atuondolee majivuno, aondoe vitu zote ambazo zinaweza kuzuia uingie kule ambapo ameahidi leo. Sasa tumemuomba Mungu tukienda, tumemwamini Mungu tukienda. Sasa anasema kwa saa hii mnaondoka huko Misri. Kwa hivyo na kwa sababu mnaondoka, wacha niwaambie vile mtaenda mkifanya mbele. Mtakuwa mnajipanga mara 3 kwa mwaka, mnafurahia jinsi nimewasaidia kule, nimewatoa yale, nimewagusha. Utakuwa mnakutana hivyo, mnaambia Bwana asante. Siku hiyo tutakuwa na sherehe kama vile tumepika mpaka chakula ya mwili. Unafurahia, unachukua ya kiroho, unashiba. Sasa hizi tunakula kiroho. Tukimaliza kukula hii ya kiroho, tusikie yote, tuweke ndani, tutaingia kwa hiyo nyingine, tutafurahia na kuimba na kucheka. Haleluya. Hizi vitu zilikuwa mtaenda hivyo. Alafu tumetolewa Misri. Yote ni mambo ningependa yawe ndani ya mioyo yenu, ndio usije mkavunjika moyo mkiwa katika safari. Ama wakati ule Mungu amekuahidi, usije ukavunjika moyo. Jua Mungu akiahidi, yeye si kama mwanadamu. Praise the Lord. Ndugu yako anaweza kuambia nitakusaidia, vile huwa anasema hapa. Ndugu yako anasema nitakupea 100, nitakupea 10,000, nitakupea 1,100 uanze biashara, lakini ikifika siku ile anakosa, aidha anakosa ama anabadilika. Ndio. Lakini ahadi ya Mungu nakuambia hii naipenda, maana akiahidi anafuatilia na anatenda. Haijalishi itachukua muda gani, lakini yeye akiahidi si kama mwanadamu. Haleluya. Na ndio hata anaposimama hapa anasema ahadi za Mungu wetu ni ndio, kweli na amina. Sasa ndizo hizi anafuatilia na anatenda. Haleluya. Ndiye anatuandaa saa hii tuweke mawazo yetu vizuri, tumfuate Mungu.